Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo na kwa yote ambayo Mungu anazidi kututendea katika maisha yetu. Ni kuzidi kuweka imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Napoweka imani kwa Mungu, Mungu hututetea na hutupigania katika maisha. Usichoke kumtumainia Mungu. Usichoke kumsadiki Mwenyezi Mungu. Ni yeye wa kukutetea katika maisha yako. Ni yeye wa kufungulia njia. Tunapata somo kutoka kitabu cha Kutoka sura ni ya 12, tasoma 37 hadi 42. Waisraeli waliondoka mjini Ramesesi wakasafiri kwa miguu kuelekea Sukothi. Walikuwa wanaume wapatao 600,000. Licha ya wanawake na watoto, kulikuwa pia na kundi la watu wengine walioandamana nao pamoja na mifugo mingi, kondoo na ng'ombe. Kwa kuwa walikuwa wameondoka Misri kwa haraka, hawakuweza kutayarisha chakula cha safarini, ila tu ule unga uliokandwa bila kutiwa chachu. Basi wakaoka mikate isiyotiwa chachu. Waisraeli walikuwa wameishi nchini Misri kwa muda wa miaka 430. Katika siku ya mwisho ya mwaka wa 430, siku hiyo hiyo maalum, ndipo makabila yote ya Mwenyezi Mungu yaliondoka nchini Misri. Usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha ili kuwatoa Waisraeli nchini Misri unapaswa kuadhimishwa na Waisraeli wote na vizazi vyao vyote kama usiku wa kukesha kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena, wana Padre Pio. Usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha ili kuwatoa Waisraeli nchini Misri. Usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha ili kuwatoa Waisraeli nchini Misri. Waisraeli waliteswa na waliteseka sana wakiwa Misri. Walipitia changamoto nyingi, walidhulumiwa na walifanyiwa vitu vibaya. Hata walikuwa wanafanya kazi na haiwasaidii hata kidogo.
Kwa sababu wanapofanya kazi, faida ilikuwa inaenda kwa Wamisri ama kwa nchi ya Misri. Hata watoto wao waliuawa. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika kwao, kwa Waisraeli ambavyo sio mzuri, lakini walimulilia Mungu na Mungu akaamua kufanya nini? Kuwatetea na kuwatoa katika hivyo vifungo. Mungu Mungu alitumia mikono ya Mose na Haruni kuwatoa Waisraeli Misri. Misri ni nchi, pia Misri ni ile spirit ya kuteka watu nyara, roho ya kutesa watu, roho ya kusumbua watu, ya kufanya tu watu wasiwe na amani, wasiwe na furaha katika maisha yao. Hiyo ni Misri. Kudhulumu watu, kunyanyasa watu, kutesa watu. Kukuwa tu na ukatili juu ya watu wengine. Hiyo ni Misri. Ndio maana tunasikia mtu anaweza kuambia usinirudishe Misri, usinirudishe mahali pa mateso. Usiturudishe mahali pa mateso. Misri. Kwa hivyo Misri inaonekana ni mahali pa kuteswa, mahali pa kusumbuliwa. Vile Waisraeli walimulilia Mwenyezi Mungu, Mungu akaamua kuwaokoa, kuwatoa huko Misri kupitia mikono za Mose na Aroni. Walimwendea Farao, ila Farao alikuwa mgumu. Farao hakutaka kuwaachilia Waisraeli waondoke, maana Farao walikuwa wanafaidika kutokana na uwepo wake Waisraeli huko Misri. Wanapata leba ya bure, kazi ya bure. Napata wanafanyisha kazi bure, hasa hukutaka watoke.
Ndio maana walipokataa kumsikiliza Mose na Aroni, Farao alipokataa, Mungu alituma mapigo, lakini alifanya roho ya Farao kuwa mgumu. Hata mapigo inapotendeka, Farao hakujiguza, hakuwaachilia Waisraeli waondoke. Mm. Hakuwaachilia Waisraeli waondoke. Ndio sasa Mungu akaambia Mose, nimebaki na pigo moja tu, kwa Farao atatii. Hilo lilikuwa pigo la 10, kuuawa kwa wazaliwa wa kwanza wa Misri. Naambiwa kwamba mnamo usiku wa manane Mwenyezi Mungu aliwaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. Wote walikufa, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao, mrithi wa ufalme, hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa gerezani. Hata wazaliwa wa kwanza wa wanyama nao walikufa. Basi Farao, watumishi wake na wakazi wote wa Misri wakaamka usiku. Kukawa na kilio kikubwa nchini kote Misri, kwa maana hakukuwa hata nyumba moja ambamo hakufa mtu. Hii ni hatari. Hapo Farao akawaita Mose na Aroni usiku huo huo, akamwambia, amkeni, ondokeni miongoni mwa watu wangu, nendeni nyinyi pamoja na hao Waisraeli, mkamtumikie Mwenyezi Mungu kama mlivyosema. Chukueni makundi yenu ya ng'ombe, ya kondoo na ng'ombe, muondoke, niombeni na mimi baraka. Saizi Farao ametii. Mpaka anasema hata yeye aombewe nini? Baraka. Hata aombewe baraka. Ondokeni. Farao hakujua kwamba Waisraeli ni project ya Mungu. Farao hakujua kwamba Waisraeli ni project nani? Ya Mwenyezi Mungu. Jinsi mimi na wewe tulivyo project ya Mwenyezi Mungu, watu hawezi tuchezea. Au wafikirie kwa vyovyote vile watatunyanyasa. Hamna. Hamna, hawatatunyanyasa na hawawezi tunyanyasa. Mungu
atatutetea mwenyewe. Sisi ni project ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana unasikia usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha, yaani Mungu halali kwa sababu yangu na wewe. Hata kubali tuendelee kukaa katika mikono ya mateso. Hata kubali tuendelee kukaa katika mikono ya kutusumbua. Atashuka na kufanya nini? Na kututetea. Sasa saa hizi Waisraeli wanaanza safari kutoka utumwani, na pia Mungu akawapa favor. Naye Mwenyezi Mungu alikwisha wafanya Waisraeli wapendwe na Wamisri, na Wamisri wakawapa kila kitu walichoomba. Ndivyo Waisraeli walivyowapokonya Wamisri mali yao. Tunaomba hiyo favor ikuwe juu yetu. Watu ambao walikuwa wanatutesa, watu ambao walikuwa wanatufanyia vitu vibaya, watu ambao walikuwa wanatudhulumu kwa njia moja nyingine, wawe ndio wao wanatusaidia katika maisha. Mungu atawalazimisha, watatusaidia. Maisaidiwa na adui wako, anaenda kufanya nini? Kukusaidia. Mwenye alikuwa anakutesa anaenda kukusaidia. Ni Mungu amekupa ile favor, ni Mungu kupitia kwa njia yake atafanya upendwe na watakusaidia. Hii ni favor kubwa sana. Kusaidiwa na watesi wako, kusaidiwa na wanaokudhulumu, kusaidiwa na wale ambao hukutarajia wakusaidie, ndio wanaenda kufanya nini? Kukusaidia. Waisraeli waliondoka mjini Ramesesi wakasafiri kwa miguu kuelekea Sukothi. Walikuwa wanaume wapatao 600,000 licha ya wanawake na watoto. Hao ni watu wengi. Mungu mwenyewe ameshuka kuwakomboa. Ni watu wengi Mungu amefanya nini? Amewakomboa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anawatoa mwenyewe wapi? Utumwani. Nawe pia Mungu mwenyewe akutoa nini? Utumwani.
hata wewe Mungu atakutoa wapi? Utumwani. Usijali, wewe mtumainie Mungu, mtegemee Mungu, atakutoa. Maana Mungu hataki uteseke. Maana Mungu hataki mimi na wewe tuteseke. Ataingilia kati na atakutetea. Waisraeli walikuwa wameishi nchini Misri kwa muda wa miaka 430. Jua ilifaa ikuwe miaka 430, imetokea wapi? Hali yako ilifaa iwe imebadilika. Hii ingine inaendeleza ni ya nini? Hii ingine ya kuendeleza ni ya nini? Hii 30 iko juu ni ya nini? Ndio maana Mungu anashuka mwenyewe kukesha ili kukukomboa wewe kutoka kwa minyororo ya Wamisri. Mm. Akukomboe wewe, akutetee wewe, akupigania wewe, akuondoe katika hiyo giza, akuondoe katika hiyo vitu vya shetani. Kwa hivyo Mungu ameweka bidii kuhakikisha kwamba mimi na wewe tumetoka Misri, tumetoka utumwani na tuko huru. Kwa hivyo jiangalie katika maisha yako, ni aina gani ya Misri ambayo imeshika maisha yangu? Mm. Mungu anakesha kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yetu sisi, ili atuondoe utumwani. Kwa hivyo usijali, Mungu anajua tu ni mbinu gani atatumia kukuondoa wewe utumwani. Mm. Mwenye atajua jinsi ya kutoa wapi? Utumwani. Tuombe siku ya leo, hizi bidii zote Mungu anafanya, nasi pia tuwe tayari kusaidika, tuwe tayari kusaidika ili tuondoke katika mikono za Wamisri. Wametutesa na wametutumia vibaya kwa muda mrefu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina takatifu la Kristo. Mungu nakushukuru kwa wakati huu, nakushukuru kwa neno ambalo umetupa. Naomba ukatutumie nguvu za Roho Mtakatifu, ukatutumie na damu takatifu Yesu Kristo katika maisha yetu. Nguvu za Roho Mtakatifu na damu takatifu Yesu Kristo ikaharibu mabaya, ikaharibu nguvu za giza, ikaharibu vitu za kishetani, ikaharibu chochote ambacho kinatumika juu ya maisha yetu kututesa, kutusukumia katika mateso. Na pia Roho Mtakatifu atupe matumaini, tusiogope, tusifikirie Wamisri wametumaliza. Hapana, Mungu yuko na anaenda kututetea na anaenda kutupigania. Naomba roho ya kuwa na matumaini katika maisha.
Mungu atende kabisa katika maisha yetu. Njia zinaendelea kufunguka, mambo makubwa ya Mungu yanaendelea kutendeka, miujiza mikubwa ya Mwenyezi Mungu inaendelea kutendeka katika maisha yetu na katika mikono za kila mmoja wetu. Imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, imani yako kwa Mwenyezi Mungu, naomba ikakutetee. Mungu pia anaendelea kukutana na mahitaji yetu ya kimwili na kiroho. Anapotuokoa, anapotutoa utumwani, pia anabariki mikono zetu, afya zetu, na mambo mengi ya Mungu yanaendelea kutendeka. Moto wa Roho Mtakatifu unaendelea kutembea. Mambo yanafunguka, njia zinafunguka. Natangaza surprise miracle za Mwenyezi Mungu juu ya maisha yenu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Padre Pio kwa maombezi yake. Padre Pio aendelea kutuombea. Moto, mambo makubwa ya Mungu yaendelee kutendeka. Mama Bikira Maria naendelea kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wana Padre Pio. Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kuwabariki. Ni Father Aga. Tumsifu Yesu Kristo.